Uingereza, Ufaransa na Kanada zimesema zitaweka vikwazo vya hali ya juu kwa Israel kutokana na vita vyake huko katika ukanda wa Gaza pamoja na makazi ya ukingo wa Magharibi. Katika taarifa ya pamoja, nchi hizo zimeionya Israel zikisema ikiwa Israel haitasimamisha mashambulizi mapya ya kijeshi na kuondoa vikwazo kwa misaada ya kibinadamu, tutachukua hatua zaidi za kukabiliana. Viongozi wa Uingereza, Ufaransa na Kanada walisema siku ya Jumatatu kwamba wanapinga uwepo wa kijeshi wa Israel huko Gaza na upanuzi wa makazi katika ukingo wa Magharibi na kwamba wanaweza kuchukua hatua. Katika taarifa ya pamoja, nchi hizi zilionya ikiwa Israel haitasimamisha mashambulizi mapya ya kijeshi na kuondoa vikwazo kwa misaada ya kibinadamu, mataifa hayo yanadai kuchukua hatua zaidi za kukabiliana. Hii ni kwa mujibu wa gazeti la Jerusalem Post ambalo liliandika kunyimwa kwa serikali ya Israel msaada muhimu wa kibinadamu kwa raia wa Gaza kukubaliki na kuna hatari ya kukiuka sheria za kimataifa za kibinadamu, serikali ya Uingereza ilisema katika taarifa hiyo. Tunapinga jaribio lolote la kupanua makazi katika ukingo wa Magharibi. Hatutasita kuchukua hatua zaidi, ikiwa ni pamoja na vikwazo vilivyolengwa, taarifa hiyo iliongeza. Viongozi hao wa mataifa matatu wa nchi za Magharibi wamesema wamekuwa kiunga mkono haki ya Israel dhidi ya kujilinda na ugaidi, lakini wakaeleza ongezeko la sasa kama lisilo na uwiano. Waliapa kutosimama wakati serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ikifuatia vitendo hivyo viovu. Netanyahu amejibu katika taarifa ya pamoja katika chapisho lililotumwa kwa ukurasa wa X siku ya Jumanne, siku ya leo, akiwataka viongozi wa dunia kuweka shinikizo kwa Hamas na kuachilia mateka waliosalia kama rais wa Marekani Bwana Trump alivyofanya, kwa kuitaka Israeli ikomeshe vita vya kujihami kwa ajili ya maisha yetu kabla ya magaidi wa Hamas kwenye mpaka wetu kuangamizwa, na kwa kutaka taifa la Palestina. Viongozi wa London, Ottawa na Paris wanatoa zawadi kubwa kwa shambulio la mauaji ya halaiki dhidi ya Israel mnamo Oktoba 7, huku wakikaribisha ukatili zaidi wa aina hiyo, anasema Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Vita vilianza Oktoba 7 wakati magaidi wa Kipalestina wa Hamas walipovamia mpaka wetu, wakaua watu 1200 wasiokuwa na hatia na kuwateka nyara zaidi ya watu 250 kwenye shimo la Gaza. Israel inakubali maono ya Rais Donald Trump na kuwataka viongozi wote wa Ulaya kufanya hivyo, Netanyahu aliandika. Aidha, alisisitiza kuwa vita vinaweza kumalizika kesho ikiwa mateka waliosalia wataachiliwa. Hamas itaweka silaha chini, viongozi wake wauaji watahamishwa na Gaza iondolewe kijeshi. Hakuna taifa linaweza kutarajiwa kukubali chochote kidogo, na Israel hakika haitokubali. Hivi ni vita vya ustaarabu dhidi ya unyama. Israel itaendelea kujilinda kwa njia za haki hadi ushindi kamili upatikane, Netanyahu ameandika. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.